بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hii itakuwa ndio sehemu ya mwisho ya muhadhara wetu ambao unaelezea maalimu da'wati salafiyya بالخصوص لزوم جماعة المسلمين kwenye kipengele cha alhizbiyya walhizbiyun وكذلك نبذة تاريخية عن الأحزاب والتحزب. tulipotoka nyuma, unwani kubwa ya maudhui yetu ilikuwa ni kulazimiana na jamaa ya Waislamu na umoja wa Waislamu na kuacha kujiingiza katika vikundi. Maelezo tuliyotoa kuhusu jamaa ya Waislamu na watu kuwa pamoja na kuacha utengano, maelezo yake yamejitosheleza japokuwa yalikuwa ni kwa ufupi. Haya tunayoeleza sasa hivi na baada ni kabla ya maghrib na sasa baada ya maghrib, haya tunaeleza na kadhalika tulieleza jana baada ya maghrib, yani baada salati al-maghrib, asilimia kubwa yanazungumzia ubaya, kuonyesha ubaya wa kuuvunja huu msingi madhubuti wa umoja wa Waislamu, kuleta tahazub katika dini, vikundi, kubaguana kwenye misingi isiyokuwa ya kisheria, kubaguana kwa sababu ya vyama, kwa sababu ya jumuiya na taasisi, kwa sababu ya miji na nchi, kubaguana kwa sababu ya ukabila na rangi, na kutengeneza makundi ikawa watu wanapendana kwa sababu ya vikundi vyao au wakatengana kwa sababu ya hivyo vikundi vyao. Jambo hili linaudhoofisha umoja wa Waislamu na linaleta mtafaruku katika Uislamu, na jambo hilo halikubaliki, ni jambo baya. Lakini maal asaf utakuta watu wengi dhahiri wanadai mshikamano, wanadai umoja, lakini wanafanya mambo mengi yenye kuuvunja umoja huo, na juhudi zao hazionekani kwenye maeneo yaliyoashiriwa na sheria na kuelekezwa na sheria kwamba kwa maeneo hayo au kwenye maeneo hayo ndiko kunapopatikana umoja. Juhudi hizo zimekuwa ndogo sana, au kwa baadhi ya watu hakuna kabisa, imebaki ni maneno tu. Kuna mambo ya kuwaunganisha Waislamu, sheria imeelekeza mambo hayo, kuna haya na haya na haya. Tukitaka umoja wa kweli, basi tuhangaikie haya yapatikane. Na kuna mambo ya kuwagawa Waislamu, ni haya na haya na haya na haya na yale. Kwenye mapenzi na umoja wa Waislamu wanaochukia mifarakano, wanatakiwa waonyeshe juhudi ya kuyakataa mambo ya kuwagawa Waislamu.
Lakini ukiwatazama wenye kauli mbiu hiyo ya kutaka umoja, utawaona hawaendei milango ile ya kisheria iliyowekwa na iliyoelekezwa, ni maneno tu. Pengine mtu mbaguzi kweli kweli wa rangi, mbaguzi mkabila, lakini adai kwamba ataka umoja wa Uislamu kabila. Akipata nafasi tuuona ukabila wake uko wazi, mbinafsi. Umoja utakuja vipi katika mambo kama haya? Au mzushi anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, vipi utakujipatikana umoja na hali ya kuwa wewe unazua? Haya ni katika mambo yanayosababisha iftiraq. Kwa hili jambo hili linatakiwa lielezwe kwa jamii ya Waislamu kwa kiasi kikubwa sana, lieleweke. Kwa sababu kilio ni kikubwa. Kwa hiyo umoja hauji kwa kauli. Umoja utakuja kwa kufuata zile taratibu zilizowekwa na maelekezo yaliyotolewa kwenye Al-Qur'an Al-Karim na As-Sunnatu An-Nabawiyyah Ash-Sharifa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa kuwa hayo nimetangulia kuyataja, na sasa nitalazimika kutaja mengine ambayo pia nikiyatazama wakati hautaweza kutosheleza kuyataja yote, nitayataja machache. Katika mambo yanayopelekea kuwagawa Waislamu ni huu uhizbia, yani kuingia katika makundi na vyama. Kuna vyama vimepewa jina la Uislamu, lakini dhahiri yake hasa ukiangalia kauli zao na misemo yao ni kuupigania Uislamu, lakini undani kabisa huupati huo Uislamu wenyewe, huupati. Na undani wake utaupata kwa kuyatazama maandiko yao. Yani wale wenye fikra ile, wenye jambo lile, wenye mtazamo ule, waliobeba maono ya wale, ukiwatazama kupitia maandiko yao, hilo ndio jambo la kwanza. Huioni ile dhamira safi ya kuuisha Uislamu, ule Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata katika matendo yao kwenye miji na kwa watu, dhamira ile haionekani, ni maneno tu ambayo hayatasaidia Uislamu. Katika kulifafanua hili, nilisema hapa nitalizungumzia pote moja likiitwa Al-Ikhwan Al-Muslimun, Muslim Brotherhood. Hili pote athari yake imeenea katika jamii ya Waislamu, na pote hili limekuja mara baada ya kuanguka Ottoman Empire, dola ya Uthmaniyin. Kwa sababu sote tunajua sisi, kwa wale wenye kufuatilia, tunajua kwamba Uislamu ulipita kwenye vipindi tofauti tofauti na tawala tofauti tofauti, ziko kubwa na ndogo. Baada ya khilafa ar-Rashida, baada ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha makhalifa wanne waongofu, ulisimama utawala wa Kibani Umayya.
ambaye mtawala wa kwanza alikuwa ni sahaba mtukufu Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Umeitwa utawala wa Bani Umayya kwa sababu nasabu yao inakwenda mpaka kwa Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Wao nasabu yao inaungana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Abd Manaf. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Bani Umayya nasabu yao yakutana kwa Abd Manaf kwa sababu huyu Abd Shams ndiye alimzaa Umayya na Hashim ndiye alimzaa Muttalib, yani Shaybatul Hamdi. Hashim ndiye alimzaa Abd al-Muttalib. Hashim na Abd Shams ni baba mmoja mama mmoja. Hashim amemzaa Abd al-Muttalib ibn Hashim na Abd Shams watoto wa Abd Manaf hao. Abd Shams ndiye alimzaa Umayya. Kwa Banu Umayya na Banu Hashim ni ndugu. Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu akimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuwa ni shemeji yake yuko katika manzila ya ammi yake Muawiya bin Abi Sufyan, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa dada yake Muawiya akiitwa Ramla au Ummu Habiba. Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, lakini pia akimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam na ibn ammi yake. Miongoni mwa Bani Umayya ni Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu pia ni katika Bani Umayya. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwozesha watoto wake wawili. Alimuoa Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alipofariki Ruqayya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha binti wake wa pili akiitwa Ummu Kulthum. Lakini huyu Uthman huyu nyanya yake au bibi yake aliyemzalia mama, kwa sababu mama yake anaitwa Arwa bintu Quraiz, mama yake Uthman bin Affan. Arwa bintu Quraiz ni mtoto wa Ummu Hakim al-Bayda. Ummu Hakim ni pacha wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba yake amezaliwa na pacha wake wa kike, wako wawili, yani mapacha. Alafu huyu Ummu Hakim al-Bayda binti Abd al-Muttalib ambaye ni shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akamzaa Arwa bintu Quraiz. Huyu aliolewa na mtu katika Bani Umayya, baba yake Uthman, akazaliwa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kwa ni nasabu moja, nasabu moja. Sasa Bani Umayya tusitoke katika lengo nasabu moja. Hawa Bani Umayya akiongezwa na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Baada ya kuuawa Uthman katika Bani Umayya, Uthman aliuawa kwa dhulma. Walikuja watu wakamvamia, wakamzingira kitambo kirefu. Masahaba wataka kutoa msaada, anakataa kwamba acheni kwa sababu kuna madhara mkiingia kwenye kupigana na hawa watu. Kuna ndugu zangu wengi watauawa katika masahaba nyinyi, watu watukufu, hawa watu hawaelewi, afadhali nife mimi peke yangu, lakini mtamwaga damu nyingi, acheni jambo hili. Wakitaka kupeleka msaada anakataa, msiingie katika jambo hili kwa sababu tayari mimi nina maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ewe Uthman, Allah amekuvisha wewe kanzu, watakapokujia wewe wanafiki wakataka kuivua kanzu hiyo, fala takhla'uhu hatta talqani, usivue kanzu hiyo mpaka utapokutana na mimi. Kwa Uthman akasimama katika msimamo wake huo kwamba hataki kutetewa, na pamefanyika mambo mengi. Jambo hili nilielezea katika muhadhara ya hivi karibuni tuliyofanya kule
Arusha, ni msikiti mkuu pale. Swala la kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo Uthman akauawa kwa dhulma. Alipouawa sasa, watu wakatazama, hakuna mtu mwingine katika saadati almuhajirin anemzidi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kwa ilmu na sharaf. Bila shaka watu wakaenda kwake, bwana wewe utakuwa ndiye mtawala. Kina Talha wapo, kina Zubairi wapo na wengineo katika masahaba. Akapita Ali bin Abi Talib. Wakati huo Muawiya bin Abi Sufyan ni governor chini ya dola ya Kiislamu, governor wa sehemu ya Sham. Sham ni Syria, Jordan, Palestina, yote ni Sham. Sasa ni governor wa kule. Siku nyingi yuko pale amewekwa, na siasa yake ni bora kabisa, na watu wa Sham wamemkubali, na wao ndio ahlu thughuri, watu wa kulinda mipaka kule, kwa sababu wako mpakani na Roman Empire. Lazima dola ya Kiislamu ilivyo. Sasa yeye alikuwa anacheza nafasi yake vizuri, hawasogei wale. Akapata shaabia na watu wengi wanaomkubali, kwa sababu siasa yake na utawala wake ulimfanya apendwe na raia wake. Huo ndio ukweli ulivyo. Sasa Ali bin Abi Talib ni mtu bora kuliko yeye radhiyallahu ta'ala anhuma, na huo ndio msimamo wa ahli sunna wal jamaa. Baada ya kupewa bai'a na kutawazwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuwa khalifa wa Kiislamu, yeye utawala akauhamishia, yani makao makuu ya dola akayahamisha Al-Kufa huko Iraq kutoka Madina, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko Madina, Abu Bakar alikuwa Madina, Umar alikuwa Madina, kadhalika Uthman alikuwa Madina radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wakati wa Ali bin Abi Talib yakaona hapana, sasa tuhamie Al-Kufa. Ijtihadi yake, na wala hakuna vibaya. Muawiya bin Abi Sufyan akamwambia Ali bin Abi Talib, mimi Uthman ni ibn ammi yangu na ameuawa kwa dhulma, na Qur'ani inaniambia waman qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Na yoyote atakayeuawa kwa dhulma, basi tumeweka mamlaka kwa warithi wake, kwa mrithi wake, mamlaka ya kisasi. Wale warithi ndio wanaodai kisasi. Kwa hiyo mimi ni mrithi wa Uthman kwa kuwa ni ibn ammi yangu, ni ndugu yangu, nataka kisasi kwanza. Hakuna mambo utawala, sitatoa bai'a, sitakula kiapo cha utiifu mpaka waletwe waliomuua Uthman. Ijtihadi yake. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anasema hapana, toa kiapo cha utiifu kwanza, kisha mimi nitalifuatia jambo hilo. Mimi sikushiriki katika damu ya Uthman, toa kiapo cha utiifu kwanza, kula kiapo. Muawiya asema hapana. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa msimamo wake huu alikuwa katika usawa, wala hu ajran, ana ujira mara mbili. Muawiya hakupatia katika hili, kwa ijtihadi yake ana ajiri mara moja. Jambo hili watu wakasuguana pale mpaka watu wa fitna wakaingia katikati, vita vikapatikana, vita mbaya kabisa, vita ya Siffin. Kabla yake kulikuwa na Jamal, lakini Siffin walikufa watu wengi katika Uislamu. Mpaka pitishwa sulhu inakwenda mwisho, watu kupatana kuwa pamoja, mpaka toka kundi la makhawarij kusema hatukubali sulhu, la hukuma illa lillah. Basi ala kulli hali Ali bin Abi Talib kwenye kipindi chake kile kutoka mwaka wa 36 mpaka kufika mwaka wa 40, mambo yamechafuka pale, hakutamakani vizuri katika jambo, mpaka akauawa Ali bin Abi Talib. Umma ukagawanyika, watu wa Kufa wakashikana na Al-Hasan ibn Ali kwamba bwana usikubali, simama mahali aliposimama baba yako, sisi tuko nyuma yako, twende tukapigane na Muawiya mpaka ale kiapo cha utiifu, akae kwenye taa. Sisi hatukubali, tuko pamoja na wewe. Watu wa Sham nao wanasema na sisi Muawiya tuko pamoja na wewe.
twende tukapigana nao. Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu ni mtu alitabiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Ali bin Abi Talib, mama yake ni Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipomuona Al-Hasan akasema, inna ibni hadha sayyidun, mtoto wangu huyu, mjukuu wangu huyu ni bwana mkubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala atasuluhisha kwa sababu yake baina alfi'atayn al'azimatayn, baina makundi mawili makubwa katika Waislamu. Mtume swalla salam alimtabiri. Alipokaa akatafakari, pamoja na kwamba ana wafuasi, silaha, ana kila kitu, jeshi analo, akatafakari, akaliona jambo hili halina maslaha, Uislamu kuendelea kupigana hakuna maslaha. Akaandika barua kwa Muawiya akimueleza kwamba mimi niko tayari kujiuzulu nafasi yangu, wewe uwe ndiye khalifa wa Waislamu. Kwa hiyo Al-Hasan alijiuzulu na akakubali kukaa chini ya nani? Ya Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ndio maana ukiona makundi ya Mashia mara nyingi si wako wawili wajukuu Mtume swalla salam walio maarufu wa kiume, Al-Hasan wal Husain, sio mapacha. Al-Hasan mkubwa kisha akazali, ni mimba tofauti hizo. Watu wengi wanadhani kwamba Al-Hasan wal Husain wazaliwa mapacha. Al-Hasan ni mkubwa kisha kabebwa mimba nyingine akazaliwa Al-Husain, wamepishana kiasi cha mwaka mmoja na miezi. Ndio maana ukiwatazama Mashia huwa hawamtaji Al-Hasan kwa sababu hajawafurahisha. Wao utaona kwenye nyimbo zao, ya Hussein, ya Hasan. Hatusemi kwamba naye aabudiwe na aombwe, lakini kwa nini wanamruka? Wana maana sawa kuna waleta hapo. Ule mwaka wa 41 ule ukaitwa Amul Jamaa, Waislamu wote wakarudi pamoja. Sasa fitna ikaisha, maana yake baada ya kupatana wale watu wa fitna wakakimbia, wakatawanyika. Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu akaiongoza dola ya Kiislamu katika aina yake, na katika wakati wake ndipo Uislamu uliingia Ulaya, na ndio jeshi la kwanza lililoenda kusafiri kwa njia ya baharini. Walitengeneza ustul al-bahri, manowari maalum ya kivita. Na Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kusema, awwalu jayshi yaghzu fil bahri maghfurun lahu, jeshi la kwanza litakalopigana vita baharini limesamehewa lote hilo. Watu wote walioingia katika jeshi hilo wamesamehewa, kina Haram binti Milhan na wengine wote walikuwemo, kina Abu Ayyub al-Ansari na wengine walikwenda kufa Uturuki huko. Kwa hiyo watu wakapigana vita wakaingiza Uislamu huko Cyprus na sehemu nyingine mbalimbali katika wakati wa Muawiya. Lakini pakatokea baada yake wakati wa Yazidi mambo ambayo hayafurahishi kwenye Uislamu, kwa sababu alifanya mambo mabaya kabisa tofauti na alivyokuwa baba yake. Utawala ukaenda hivyo kwa Bani Umayya, watoto wa Muawiya, kisha ukahama kwenda kwa Bani Umayya, watoto wa Marwan bin al-Hakam, kina Abdul Malik bin Marwan, kina Abdul Aziz, kina Umar bin Abdul Aziz, kina Hisham na wengineo, mpaka mwaka 132. Bani Umayya wao walitawala kwa kiasi cha miaka 92. Mpaka 132 dola yao ikaanguka kwa kampeni zilizofanywa na Banu al-Abbas, Abbasiyya. Banu al-Abbas hawa ni wajukuu wa Abdullah ibn Abbas, walikuja watawala takriban 38. Walitawala kutoka mwaka 132 mpaka mwaka 656. Miaka 556 ukitoa 132 utapata idadi kwamba walitawala miaka mingapi. Miaka mingapi hiyo? 124. Banu al-Abbas walitawala kwenye vipindi vitatu tofauti. Walikuwa na vipindi kwa sababu kuna kipindi Banu al-Abbas walikuwa na nguvu, wao ndio watawala na ndio kila kitu. Dola ikasimama ikaeneza Uislamu. Wakati wa Muawiya yeye alihamisha makao makuu ya dola ya Kiislamu akayapeleka Dimashq au Damascus.
Syria. Makao makuu yalikuwa Damascus wakati wa Bani Umayya, na pana jami kabiri pale ya Bani Umayya pale Damascus, ambaye Ahmad Shari'i sasa alikuja akaifungua rasmi, wakapewa kipande cha nguo ya Al-Kaaba ile, wakaenda wakakiweka pale jami Bani Umayya. Iko juzi hapa Ahmad Shari'i huyu ambaye amempindua Bashar al-Assad. Haya, tuache haya. Banu al-Abbas wao ndio walioijenga Baghdad. Hakukuwa na mji unaitwa Baghdad Iraq. Walipoingia katika madaraka wakaijenga Baghdad, kikawa ndio kituo cha hadhara na thaqafa na ilmu. Maendeleo yote ya Uislamu na ilmu yakawa yamewekwa pale na Banu al-Abbas. Baghdad ikawa ni mji, ni ummu dunia kwa wakati wake. Lakini baadaye utawala uliyumba yumba, wakaja hawa wakaja wale, mara hivi mara Salajika, mara fulani, mara imesimama daula nyingine Mamalik, Ubaydiyun, mara kuna daula Murabitina huko wapi. Ala kulli hali hawakuwa katika hali ya utulivu dakika za mwisho. Lakini wakati ule ule ikisimama daula ya Bani Umayya, Bani al-Abbas, baadhi ya Bani Umayya walitoroka, kwa sababu walikuwa wanafuatwa mmoja baada ya mwingine. Popote pale alipo anauawa. Akapona mtu mmoja akiitwa Abdurrahman ad-Dakhil, Saqr Quraish katika Bani Umayya. Huyu ndio alikuwa na Uislamu Spain au Andalus. Saqr Quraish kule ikasimama, ile Andalus ikasimama daula Bani Umayya kule. Ikawa kuna daula Bani Umayya Maghrib na daula Bani Abbas Mashriq. Alhasil Uislamu ukaenda namna hivyo, duwali zikaenda zikasimama zikaanguka mpaka walipokuja Ottoman Empire, na watawala wao wakayafanya waliyofanya, wakaimarisha Uislamu, wakapiga hatua. Salim al-Awwal, Suleiman al-Qanun, al-Murad na wengine wakaja tofauti, wakausimika Uislamu katika nchi mbalimbali, huko Namsa na Vienna, huko Bulgaria, wapi Uislamu kama umekita huko na watu wake Waislamu, Bosnia, Yugoslavia kwa jumla. Mnaelewa mambo hayo? Mshaikusikia? Ulaya Mashariki takriban ile ikawa imestakiri Uislamu kule waka Bani al-Abbas, na huko magharibi kwa maana Hispania pamoja na Ureno ikawa Uislamu pia nao umeendelea kule mpaka mwaka 1492, vita ya msalaba ile ya kuwatoa Waislamu. Nakumbuka hiyo 1492 wakawa washamaliza kila kitu. Waislamu waliuawa na nchi ikachukuliwa, dola ikaanguka, na isitoshe Ukristo ukasimikwa tena upya, na wakawa wanawafuatilia Waislamu popote pale walipo duniani. Ndio yule Vasco da Gama kabla ya kutoka kwake alikwenda kwa papa mkuu wa wakati huo, kwa sababu ilikuwa Spain pamoja na Ureno ndio ilikuwa nchi zenye nguvu kwa wakati wao. Kuna wakatoka watu wanaoitwa wavumbuzi, kina Magellan, sawa, Christopher Columbus na kina nani, na huyo anaitwa Vasco da Gama. 1498 akafika Kilwa kupitia Cape of Good Hope, rasi ya tumaini jema. Wapi huko? Kusini mwa Afrika. Walikuja na njia hiyo, wakashuka huko wakazunguka ambao wakafika Kilwa. Uislamu ulikuwa umetamalaki vizuri kabisa. Kilwa peke yake, Kilwa kisiwani, ilikuwa na misikiti 99 imejengwa kwa ufundi wa hali ya juu. Wakati wa wazungu walikuwa hawajakuja. Nataka niwaulize, uinjinia au uhandisi waliosomea wapi wa kujenga misikiti ya namna ile? Si ustaarabu na elimu imeletwa na wazungu ya kuweka majengo, kutengeneza miji. Hawa wazungu walikuwa hawajakuja bado. Haya majengo aliwajengea nani? Muhandisi gani?
msanifu majengo yupi? Kama mmefika Kilwa baada ya kuchimbuliwa ile na kuwekwa vizuri na UNESCO pale, utaona ule msikiti mkubwa pale na makuba yale makubwa yaliyotengenezwa si ya jana, yale ni siku nyingi, miaka kadhaa imepita huko nyuma. Usanifu ule na uhandisi ule walifundishwa na nani aliyewajengia misikiti ile? Walikuwa na majahazi na manowari zao watu wakisafiri, kwa sababu kiliitwa sufala tibre, sufala ya mchanga wa dhahabu. Sawa, ikichukuliwa dhahabu, ikisafishwa, ikipakiwa katika manowari, pembe za ndovu na miti ya misonobari na kitu, ikisafirishwa ikipelekwa nchi mbalimbali, bara Hindi, China, Uarabuni, na ilikuwa ndio pato kubwa la serikali. Walikuwa na nguvu. Kuna kipindi kimoja kiliwahi kurushwa mwaka 1961 kwenye TBC wakati huo, alafu ikaja tena RTD, alafu sasa imekuja tena TBC, sasa ikarushwa tena TBC miaka 6-5 iliyopita. Hapa mimi nikisikia ninacho kikizungumzia namna wale walivyoingia, walizungumza ukweli mtupu, namna walivyoingia katika mwambao wa Afrika ya Mashariki na ukatili waliofanya wakina Vasco da Gama, Wakristo wa Kikatoliki, wakaharibu miji, wakaichoma, si Kilwa peke yake, Bagamoyo, Unguja, Mombasa, Malindi, kila mahali ambapo pana ustaarabu wa Kiislamu na pameimarika, wao walifanya uharibifu. Ndio wakajenga zile fort zao 1600 na kitu, ikajengwa Fort Jesus pale Mombasa, maarufu inajulikana. Nyinyi mmesoma kwenye historia zenu za uongo. Naelewa 1600 na kitu pale. Unajua? Alhasil, lakini bado ikawa dola ya Kiislamu huko Uturuki iko na inakwenda mpaka Misri, mpaka Yaman, Sanaa pale. Dola ya Kiislamu ikawa ipo Uturuki na baadhi ya nchi za Hijazi na sehemu nyingine wananufudhu. Lakini huku wakati huo makafiri wa Kireno na wenzao wakiwashambulia Waislamu na wakitaka kuzipora zile nchi za Kiislamu, dola ya Uturuki iko imeanza kukosa nguvu. Wakatokea watu fulani wakiitwa Safavid wa Safawi, ad-dawla as-Safawiyya, wakitokea sehemu za Azerbaijan kule kaskazini mwa Iran. Safavid Empire ikasimama, lakini kwa ukatili mkubwa sana, kwa sababu asili ya ardhi ya Iran, ardhi ya Faris karibu yote iko chini ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika madhhabi ya Imam Shafi'i. Ndio utaona hawa wanawazuoni wanaotajwa wakina Al-Qadhi Abu Shujaa, Al-Qadhi Abu Shujaa rahimahullah ta'ala, mwenye kitabu chake hiki maarufu Matn Abi Shujaa maarufu, au Al-Ghaya, Matn Al-Ghaya wal-Ikhtisar au Al-Ghaya wat-Taqrib. Ni mwanachuoni ameishi miaka mingi, wengine wanasema 137, wengine wanasema miaka 160 ameishi. Al-Qadhi Abu Shujaa ni Mfursi kutoka Iran, lakini naona wazuni wengi kina Imam Abu Daud as-Sijistani, al-Imam at-Tirmidhi, kina Imam Muhammad bin Yazid ibn Majah al-Qazwini kutoka Caspian, sio? Na wengi katika wanawazuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa wanatokea ukanda ule. Sasa Safavid Empire kiongezwa na Shah Ismail Safavid. Hii nimeeleza kwenye kitabu changu kimoja historia yake. Wale wakaja wakavamia miji ya Ahli Sunnah wal Jamaa, wakawa wanawaua wanawazuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, wanaingiza ushia, mpaka yule mtawala wao Abbasi the Great wanamuita, alifanya mauaji mabaya sana. Alifika katika mmoja katika miji ya Ahli Sunnah wal Jamaa Mashafi, siku ya Ijumaa akamlazimisha imamu atukane maswahaba awalani, akakataa. Aliteremshwa, akauawa, akakatwa vipande, akapikwa, wakalazimishwa wafuasi wamle. Hii mmeshawahi kusikia habari hiyo? Mashia walifanya hivyo. Kwa nini ushia uliingia Iran? Uliingia vipi? Uliingia kupitia Safawiyya, na historia wanazieleza wenyewe, haujazuliwa.
maana kuna wengine wanaficha, wameeleza kila kitu. Ndio Salimu al-Awwal, mfalme wa Kituruki Salimu al-Awwal, akaacha kufanya mashambulizi kupeleka Ufaransa, akarudi kwa Safavid. Kuna mmoja katika wataalamu walioandika sema, lau kama sio Safavid kufanya waliofanya kwa ahli sunna wal jamaa, leo ingelikuwa Ufaransa Qur'ani inasoma kama inavyosoma Algeria, ingekuwa waislamu wale. Lakini wakaleta chokochoko, wakatamalaki zile ardhi pale, umefahamu? Wakaingia Baghdadi, wakayafanya walioyafanya, wakalifukua kabri la Abu Hanifa. Haya sisemi mimi mwenye Al-Anwar an-Nu'maniyya Ni'matullah al-Jazairi ana kitabu, ni katika wanachuoni wa Kisafawi volume 4. Katika moja ya maandiko yake aliyoandika anaeleza wazi kwamba lilifukuliwa kabri la Imamu Abu Hanifa akazikwa mbwa. Mnaelewa? Bali kuna mmoja akajitolea pale katika watawala wao kwamba huyu mnyama wangu huyu ni sadaka, anayetaka kusikia haja akitoka hapa sokoni akiwa na haja aende kwenye kabri ya Abu Hanifa akakidhi haja yake alafu arudi, lakini nimemtoa wakfu. Kiwango kilifikia hivyo, kwa dola ya Kiislamu ikadhoofika ikawa haina nufudhi tena. Ikasadifu sasa ni wakati wa wale Wareno na Wajerumani na wengineo kutaka kuzichukua ardhi za Waislamu. Zile tawala za kienyeji za Waislamu na imara ndogo ndogo zikaungana kupambania ardhi zao. Kwa hiyo mwisho wa yote dola ya Uthmani ikaanguka mnamo mwaka 1924. Dola ya Uthmani ikaanguka, Ottoman Empire. Na kumbukumbu hizo nimeandika mahali, nimesahau. Zipo sababu zilizopelekea Ottoman Empire kuanguka. Walianza kuacha minhaji nubuwa, khurafati zikazidi, maasi yakazidi, tahkim bi shari'ati Allah ikaachwa, watu wahukumu na sheria Allah. Mambo mengi yakaingia, mambo yakavurugika kabisa, dola ikaanguka.